Kabla Diamond hajazungumza, ningependa urejee kwenye posti zangu za nyuma ambapo nilizungumzia hili sakata na hii issue ya Chris Brown kufanya collab na Diamond Platnumz. Na yote ni kwa sababu pia ya kile ambacho nilikizungumza kwamba Diamond baada ya kutengeneza hit song ya Koma Sava ambayo ilimsaidia na ikamfanya pia mpaka Chris Brown akafanya challenge ya wimbo wake wa Koma Sava ambao walioposti kwenye akaunti ya TikTok. Sasa ikamtengenezea mileage kubwa na uaminifu kwa wasanii mbalimbali. Tena ile remix ambayo alifanya na Jason Derulo ambayo ilikuwa ni featuring ndio ikazidi kumtengenezea mileage kubwa sana na ikamtengenezea uaminifu pia kwa wasanii wakubwa. Sasa hii issue ya Chris Brown kufanya collab na Diamond ambapo kuna kundi lingine likawa linatamani sana labda hii nyimbo ya Happy ambayo kwa sasa inafanya poa na ni international hit song, basi pengine remix ambayo tungependa kuiona basi ni kati ya Chris Brown na Diamond kwenye remix ya Happy. Hayo ni maoni ya baadhi ya mashabiki, lakini kweli ni kwamba mpaka muda huu tena nimeshukuru kwamba Diamond mwenyewe ameliweka wazi, kwa sababu ukirejea kwenye posti yangu ya nyuma ambapo nilizungumza the same kwamba tayari Chris Brown na Diamond wameshaweka mambo sawa na issue ya kufanya collab manake ni swala la muda tu, yani mashabiki wakae mkao wa kula, kwa sababu kama ni kuverify kwa sasa Diamond ana uwezo wa kufanya collab na msanii yoyote nchini Marekani. Yani huo ni uhalisia, yani sio kwa issue ya kibiashara, na maanisha kwamba labda Diamond akiamua kutumia pesa basi naamini kabisa kwamba nchini Marekani hakuna msanii ambaye anaweza akampinga. Lakini tukienda kwenye issue ya branding, lakini pia kwa level ambayo Diamond kaifikia kwa sasa, pia amefikia level nzuri ambayo inatengeneza ushawishi. Amefanya ngoma kali ya Koma Sava, this time amekuja na ngoma ya Happy ambayo pia the same imeonekana kuwa ni hit song kubwa kinoma noma, na inazidi pia kumfanya kwa wale wasanii ambao walikuwa wanamchukulia kawaida na walikuwa wanamchukulia kama underground, kwa sababu nikinukuu kama alivyozungumza kwamba kuna a moment ambayo alipitia Diamond kipindi ambacho Koma Sava imeweza kuiti, kuna wasanii wakubwa wakawa wanamcheck DM na kumchukulia kama msanii ambaye ni underground aliyekuja na kuonekana kwenye rada ya muziki ulimwenguni. Lakini kweli ni kwamba barani Afrika Diamond sio underground, ila ulimwenguni ambako soko la kimuziki ameonekana kwa ni underground na msanii ambaye anachepukia. So all the best na kila mmoja, namtakia kila laheri kaka yetu Nasibu kuendelea kutuwakilisha vyema kabisa kimataifa. So issue ya collab kati ya Chris Brown na Diamond ni issue ambayo iko so serious. Tena nashukuru baada ya Diamond mwenyewe kuthibitisha kwamba collab ipo na mazungumzo yanafanyika ili mradi kila kitu kikae sawa, mashabiki wapate kile kitu ambacho wanakihitaji. Cha msingi sasa tukutane kwenye upande wa comment. Hapa ni Hatoboy Media. It's me, Msanuaji kama Msanuaji, and this is how we do.